lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Rafiki yangu, nataka tujifunze kitu mahali hapa. Hayo ni maneno yanayotoka katika kitabu cha Mungu, kutoka kwenye Mwanzo sura ya 31 mstari wa 7, kwa habari ya Yakobo alipokuwa akiwaeleza wake zake kwa habari ya maisha yake yeye aliyoishi pamoja na mjomba wake ambaye ni baba yake mkwe Labani. Anasema mstari wa 7, na baba yenu amenidanganya akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Mungu hakuwahi kumruhusu aweze kumdhuru Yakobo. Nini tunajifunza mahali hapo? Tunajifunza kitu kwamba unapokuwa mwaminifu mbele za Mungu, unapokuwa unamtumainia Mungu, unapokuwa unamtegemea Mungu, amini ya kwamba uko salama. Hata kama unaweza kuwa unaona mambo hayaendi vile unataka, lakini kitu unachotakiwa kuamini kwamba uko salama mikononi mwa Mungu. Na ili ujue uko salama, hapa tunamwona Yakobo ambaye alitembea na Mungu, alikuwa mwaminifu mbele za Mungu, hakuwa anamwibia bosi wake, hakuwa anamfanyia ujanja bosi wake. Ukisoma habari hizi za Yakobo kule mbele, utakutana na mahali Yakobo anasema hata mnyama aliyelaluliwa alikuwa anamletea, wala hakula nyama hakuwa na wachinja wanyama wake, wala hakuwa anachukua kitu bila ruhusa yake. Na wakati mwingine aliingia gharama yeye mwenyewe Yakobo ya kuwalipa wanyama waliolaluliwa au waliopotea au mnyama yoyote yule aliyepata shida yoyote ile, aliingia gharama ya kumlipa. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba unapokuwa mahali popote, sehemu yoyote ile, hakikisha unakuwa mwaminifu. Ukiwa mwaminifu, Mungu anakulinda, Mungu anakutunza. Hata wale wote wanaokuazia mabaya, wale wote wanaokusudia kukutenda mabaya, Mungu hatoruhusu akudhuru. Kuna wakati na washauri baadhi ya watu. Kuna watu wanasema unajua bwana, kufanya kazi sehemu fulani ni hatari sana, kwenda sehemu fulani ni hatari sana, yani acha kabisa, yani ile sijui labda mkoa fulani ni wachawi sana, ukienda mkoa fulani ni wachawi sana, kule kufanikiwa ni ngumu. Rafiki yangu, sio kweli. Au sijui kufanya kazi sehemu fulani, yani wale watu ni wabaya sana, wale watu acha kabisa, wana roho mbaya, wana roho ngumu. Rafiki yangu, hayo yote unatakiwa kujinyenyekesha mbele za Mungu, kuwa mwaminifu, kuishi maisha ya uaminifu. Hata kama wale watu wawe ni wachawi, wawe ni wakorofi, wawe ni wabaya kiasi gani, wewe ukiwa mwaminifu mbele za Mungu, Mungu hatoruhusu wakudhuru. Na ndio maana unaona hapa Yakobo ilibidi aondoke tu baada ya kuona sasa mwisho wa siku tutafikia mahali pabaya. Yakobo ilibidi aondoke, na Yakobo alipoondoka bila kumuaga mjomba wake na baba yake mkwe, Labani akaadhimu kumfuatia, na inavyoonekana alikuwa amemfuata kwa hasira. Inawezekana alivyokuwa amemfuata alikuwa anaenda kumletea vurugu na kumletea shari, na ndio maana Mungu akamuonya. Anasema kwenye hiyo Mwanzo 31 mstari wa 24, anasema Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Unaona, inatuthibitishia ule mstari wa 7 kwamba Mungu hakumruhusu Labani amdhuru. Maana yake inaonekana kulikuwa na ishara zozote zilizokuwa zinaonyesha kwamba kuna namna yoyote ile Labani anataka kumdhuru ili
asiweze kuchukua vile ambavyo anatakiwa kuchukua, au mapato yale ambayo aliyapata yabakie kwa ya Labani. Ndivyo ambavyo inakuaga hata na wewe. Unaweza kuwa unatumika mahali, unamtumikia mtu, au umeenda mkoa fulani, umeenda sehemu fulani, unafanya biashara yako imechangamka, imekaa vizuri, imeanza kukulipa. Sasa wale wenyeji wa maeneo yale wanaanza kukonea wivu, wanaanza kutamani, na badala na wao waongeze bidii na juhudi katika kufanya kazi ili waone mafanikio, wanatafuta mbinu ya kukuua, wanatafuta mbinu ya kukuangamiza ili wao wavipate vile vitu. Wanasema unajuaje? Angalia kwa habari ya Danieli. Danieli alipofika pale kwenye ile jumba la mfalme, akawa mtu mwenye bidii na mwenye uwezo, mambo yake yakawa yanafanikiwa sana. Wale watu hawakutafuta ni kitu gani kilichomfanya Danieli awe vile, bali wakamuonea wivu, wakataka kumwangamiza, wakataka kumuua, ili wao ndo waipate ile nafasi ya Danieli, ili wao ndo wamiliki badala ya Danieli. Sasa rafiki yangu, ukiwa mwaminifu mbele za Mungu, Mungu hataruhusu wakudhuru. Adui zako wote wanaoinuka kwa ajili yako, anasema nitakuwa adui wa adui zako. Mungu hataruhusu wakudhuru, hataruhusu. Usiogope kwa habari ya mazingira wala kwa habari ya watu. Wewe kuwa mwaminifu mbele ya huyo bosi wako, mbele ya huyo kiongozi wako. Usiogope tu kwamba unaishi mazingira ya wachawi wengi, waganga, sijui watakuloga, unafanya biashara bila kwenda kwa waganga kuloga na wewe watakuloga. Amna, wewe kuwa mwaminifu katika kazi yako, katika utumishi wako, katika mazingira yako, katika mbele ya bosi wako. Kuwa mwaminifu, kuwa mwaminifu. Uaminifu utakufanya wewe uwe mtu imara, na bosi wako au wale watu wanaokuzunguka, wanaofanya nao biashara, wanaofanya nao kazi, watakosa sababu ya wewe kukudhuru. Watakosa sababu ya kukudhuru. Na ndio maana hata Yakobo alikuwa na ujasiri, anasema sikukudhuru kwa chochote, sikukufanyia ubaya wowote, nimekuwa mwaminifu mbele zako, sikukuibia. Mara nyingi watu wengi sana unakwama, unafeli kwa sababu unakuwa unamwibia bosi wako. Wewe sio mwaminifu kwa bosi wako, sio mwaminifu kwa wafanyakazi wenzako, sio mwaminifu kwa wafanyabiashara wenzako. Unawaibia, unawadhulumu. Ukikopa haulipi, haurudishi. Rafiki yangu, hautopata pa kuponea pale watakapotaka kukudhuru, watakapotaka kukufanyia ubaya, hautopata pa kuponea. Na ndio maana hata Danieli walitafuta kila mbinu, kila njia ya kutaka kumharibu, kumwangamiza, kumharibia mbele ya mfalme. Akasema hakika hatutapata njia yote ile ya kumkosesha Danieli, au ya kumdhuru Danieli, au ya kumharibia Danieli, kama tusipoipata kwa Mungu wake. Kama tusipoipata kwa Mungu wake. Maana yake walijua kabisa huyu sehemu zote ni mwaminifu, kila kitu. Hauwezi ukaenda kwa mfalme ukasema mfalme, huyu mtu kafanya 1 2 3. Hakuna, mfalme hata kuelewa, kwa sababu akimwangalia yuko vizuri, yuko smart, anafanya kazi kwa uadilifu na bidii. Kwa hiyo wakatengeneza mbinu ya kumharibia mahusiano yake yeye na Mungu. Kwa hiyo hata na wao watajaribu kukuharibia mahusiano yako wewe na Mungu. Kama wakikosa kila sehemu, watajaribu kuharibu, lakini hakikisha unasimama kwa uaminifu. Kaa kwa uaminifu mbele za Mungu na mbele za watu wote. Maisha yako yote yawe ya uaminifu. Hawatopata la kudhuru, hawatopata. Mungu hatoruhusu. Biblia inasema lakini Mungu hakumwacha anidhuru. Mungu hatoacha watu wakudhuru. Kwa uaminifu wako, kwa uaminifu wako, Mungu hawezi akaruhusu watu wakudhuru. Hawezi akakubali. Rafiki yangu, hakikisha unazingatia hilo. Hakikisha unazingatia hilo katika kazi yako. Kuwa na bidii, fanya kazi kwa bidii, jitume, kuwa mwaminifu katika kazi yako. Tenda kazi kwa uaminifu, jitume kwenye kila eneo. Kila kazi ukipewa, fanya kwa uaminifu, fanya kwa wakati, tekeleza, timiza wajibu wako. Kuwa mwaminifu. Wakose sababu ya kukudhuru, wakose sababu ya kukuharibia, wakose sababu ya kukuondosha katika eneo lako, wakose sababu ya kuharibu biashara yako.
kuwa mwaminifu ili Mungu apate kusimamia uaminifu wako na kukutetea na kukupigania. Mungu hawezi akaruhusu wakudhuru wakati wewe ni mwaminifu mbele zake, Lakini rafiki yangu, nakueleza jambo hili la uaminifu sio rahisi sana kulimudu, kukaa kwenye uaminifu kama hauna Roho Mtakatifu. Kama una Roho Mtakatifu utaingiwa na tamaa itakuzidi, utajikuta unashindwa kujizuia, unafanya kitu ambacho sio sahihi mbele zako, mbele za Mungu na mbele za watu, na mbele za viongozi wako, mbele za majirani zako, mbele za mabosi wako na wakuu wako. Unamhitaji Roho Mtakatifu kwenye maisha yako ili akupe tunda la kiasi. Kuna kitu kinaitwa tunda la kiasi, na hilo tunda la kiasi litakusaidia wewe kuwa na uaminifu, manake utakuwa na uwezo wa kujizuia. Wanasema self control kwenye Kiingereza, hapo ukisoma inaitwa self control, ule uwezo wa kujizuia. Ili uweze kuwa mwaminifu lazima uwe na kiwango cha hali ya juu cha kujizuia. Unapotamani kufanya kitu ambacho sio sahihi, uweze kujizuia. Hata kama roho yako inatamani, mwili wako unatamani, akili yako inatamani, yani kila kitu kinataka, lakini uwe na ule uwezo wa kujizuia, wa kuwa na kiasi, wa kuridhika na kile unachokipata na kile ulichonacho na kile ambacho unakipata. Uwe na uwezo huo, unamhitaji Roho Mtakatifu. Na ili umpate Roho Mtakatifu, unamhitaji Yesu Kristo kwenye maisha yako, ili aingie kwenye maisha yako, apate kukutengeneza, apate kukusaidia. Anasema akiingia ndani ya ukimpokea wewe Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakupa Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wa maisha yako. Anakusaidia, anatusaidia, anatuwezesha tuweze kuendelea kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Rafiki yangu, wewe unayemhitaji Yesu Kristo ili akupe Roho Mtakatifu, naomba unifuatishe maombi haya. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba Yesu unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, kuanzia leo ninakubali kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu ambaye umenifuatisha maombi hayo. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi. Hakikisha unaishi maisha ya uaminifu, uadilifu na utiifu, ili uweze kuona Mungu akikutetea na kupigania, asiweze kuacha adui zako na rafiki zako na jamaa zako, mabosi wako, viongozi wako, wafanyabiashara wenzako, majirani zako wakudhuru. Ili uone mkono wa Mungu ukikutetea na kupigania, hakikisha unakuwa mwaminifu katika kila eneo la maisha yako. Na Mungu naye ni mwaminifu, ambaye anatupa Roho Mtakatifu anayetuwezesha kuishi maisha ya kiasi, ili tuwe waaminifu mbele zake na mbele za watu wote. Rafiki yangu, kaa katika eneo hilo, nami ninaomba neema ya Mungu na nguvu ya Mungu ikuwezeshe kukaa katika eneo hilo la uaminifu. Asante Bwana kwa neema yako na upendo wako. Ninaomba juu ya ndugu huyu, Bwana, Roho wako Mtakatifu ajae kwa nguvu ndani yake, aweze kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya kiasi, maisha ya utaua, ili Bwana akaone mkono wako ukimtetea na kumpigania. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen, amen.